Kwenye mkutano huu mfupi, ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni makao makuu ya club, na niende moja kwa moja kwenye ajenda za msingi ambazo zimefanya tukutane asubuhi ya leo hapa makao makuu. Nafahamu kila mmoja wetu kwenye jamii yetu ya football anajua sasa hivi ligi yetu imesimama na tunakwenda kushuhudia michuano ya AFCON ikianza kule Morocco. Kwa kuwa timu yetu ya taifa ya Tanzania imequalify kwenda AFCON na ligi yetu imesimama, hivyo wanayanga, wanachama na mashabiki wetu wako na shauku ya kutaka kujua hali inavyoendelea kwenye timu yao kipindi hiki cha mwezi wa 12. Wana hamu ya kujua wachezaji ambao ni majeruhi wanaendeleaje. Mechi ya mwisho pale Dodoma dhidi ya Coast, kuna baadhi ya wachezaji hawakuonekana, si tu kwenye pitch, hata majukwaani hawakuonekana. Mashabiki wa Young Africans wana hamu ya kupata taarifa yao, wako wapi hawa wachezaji, nini kinaendelea. Kwa hiyo specific, eneo la kwanza tutajikita kwenye kutoa taarifa ya klabu yetu, tukianza na senior team kwenye kipindi hiki cha mwezi wa 12 ambacho ni mapumziko kupisha michuano ya AFCON. Baada ya mchezo dhidi ya Coastal Union, na hapa kabla sijadumbukia kwenye ratiba, nitoe pongezi zangu za dhati sana kwa mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walioingia uwanja wa Jamhuri siku ya mchezo dhidi ya Coast na kuisupport timu yao. Ile vibe ambayo tuliipata pale siku ile ni vibe ya kipekee sana. Funga goli dakika za mwishoni hivi, lakini hamasa ambayo mashabiki walikuwa wanaitoa, walikuwa wanaonyesha wachezaji kwamba tunaamini hata ingebakia dakika moja, tunaamini tuna nafasi ya kupata goli na tukawa kwenye nafasi ya kuondoka na point 3. Kwa hiyo niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, aidha ambao walikuwa Dodoma, waliosafiri kutoka mikoa mbalimbali. Wamefanya kazi kubwa na Mwenyezi Mungu ametulipa zawadi ya ushindi wa point 3. Tunakwenda kwenye mapumziko tukiwa nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu na nimeona nianze na kutoa hii pongezi. Baada ya mchezo ule, technical bench ilitangaza mapumziko kutoka siku ile ya tarehe 7 mpaka siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 12. Kutoka tarehe 7 ambako mechi ilimalizika, kwa hiyo tarehe 8 mpaka tarehe 15, wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa, wachezaji wote ambao hawapo kwenye michuano ya AFCON, wachezaji wa Young African Sports Club wamepewa mapumziko kutoka siku ya tarehe 8 baada tu mchezo kuisha ya tarehe 7 mpaka tarehe 15. Tarehe 15 ikifika, wanatakiwa waripoti mazoezini. Na wakiripoti mazoezini, programu iko vipi? Kiripoti tarehe 15, watafanya mazoezi mpaka tarehe 20. Wakifanya mpaka tarehe 20, patakuwa pana break nyingine kutoka tarehe 21 mpaka tarehe 28. Break hii ya kwanza ni break kwa sababu tumetoka kwenye mchaka wa mechi ambazo zimefuatana. Kwa hiyo tumewapa wachezaji wiki moja hapa ya kupumzika. Tarehe 15 wataripoti kambini kwa ajili ya kuendelea na mazoezi. Ikifika tarehe 20 itakuwa ni siku ya mwisho ya kufanya mazoezi, alafu tarehe 21 tutawaruhusu mpaka tarehe 28. Hapo mnafahamu patakuwa pana sikukuu za Christmas zimeingia hapo. Kwa hiyo tunatoa nafasi kwa wachezaji wetu waende kuwa karibu na familia zao, washerehekee pamoja sikukuu za Christmas. Tarehe 29 wachezaji hawa watakiwa waripoti tena kambini. Kwa muda wa kula bata tarehe 21 mpaka tarehe 28. Tarehe 29 wanatakiwa waripoti tena kambini. Wakiripoti kambini tarehe 29, ndio wanaendelea moja kwa moja mpaka mwezi wa kwanza. Hatujui mwezi wa kwanza ratiba ya bodi ya ligi nini kitatokea, lakini tunajua na tuna uhakika mwezi wa kwanza
Young Africans itakuwa na mechi ya away ya CAF Champions League dhidi ya Ahli, na mechi itafanyika tarehe 23. Kwa hiyo tunaweza kutokea program hapa pakawa na michezo ya ligi. Hatujajua bado, tunasubiri mwongozo kutoka bodi ya ligi, lakini wakiripoti tarehe 29, maana yake maandalizi sasa ya mechi zote zinazofuatia yataanzia hapa. Hiyo ni programu yetu ya senior team. Timu yetu ya wanawake, ligi ya wanawake inaendelea. Ligi ya wanawake inaendelea na tarehe 12, maana yake ni kesho kutwa tu, siku ya Ijumaa inshallah, watakuwa na mchezo dhidi ya timu inaitwa Tausi, na mechi hii itafanyika pale KMC Complex. Muda tutakuja kuwajuza baada ya kupata mwongozo mzuri kutoka TFF, lakini siku ya Ijumaa inshallah timu yetu ya wanawake Yanga Princess itakuwa na mchezo wa ligi kuu ya wanawake dhidi ya Tausi. Wakati ligi ya wanawake ikiendelea, ligi ya vijana chini ya miaka 20 pia na yenyewe inaendelea, na tarehe 17 watakuwa na mchezo. Kwa hiyo ukiangalia vizuri, mwezi wa 12 senior team watakuwa na vipindi viwili vya mapumziko, lakini wana kipindi hapo cha kufanya mazoezi. Lakini timu yetu ya wanawake yenyewe haina off kwa sababu ligi yao inaendelea, na timu yetu ya vijana chini ya miaka 20 ligi yao pia inaendelea, kwa na wao hawana off. Break pekee waliopewa ni senior team. Kwa hiyo ndio program nzima ya timu zetu tatu katika kipindi cha mwezi wa 12. Tuna wachezaji ambao walipata majeraha na kuna wachezaji ambao hawakuonekana kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Kutoka kwenye idara yetu ya madaktari, nianze kwa kutoa ripoti ya wachezaji ambao wako kwenye matibabu sasa hivi. Mchezaji wa kwanza ni Yao Kwasi Atola, ambaye yeye sasa hivi, habari njema kwa mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, ameshamaliza period yake ya kuwa chini ya medical kwa maana ya idara ya madaktari. Sasa hivi ameingia kwenye idara ya fitness chini ya kocha wetu wa fitness China. Kwa hiyo hii ni habari nzuri. Mchezaji anapotoka kwenye operation kubwa kama ya Yao, anakuwa na kipindi cha rehab, alafu anakuwa na kipindi hiko ambacho kinahusisha pia madaktari kumwangalia. Alafu baada ya hapo sasa, kitendo cha kuruhusiwa kutoka kwenye medical kwenda kwenye fitness ni hatua moja kubwa sana ya mchezaji kurudi kwenye pitch. Kwa hiyo habari njema kwa Kwasi Atola Yao, ameshaondoka kwenye idara yetu ya medical, amekwenda sasa kwenye fitness. Chances za kurudi kwa mujibu wa madaktari ni Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Idara yetu ya madaktari wanaamini Kwasi Atola Yao atakuwa ameshamaliza medical, ameshamaliza fitness, na mwalimu anaweza kumjoin sasa kwenye program za timu, mazoezi ya pamoja. Mchezaji mwingine ni Clement Mzize. Ameshafanyiwa operation yake, taarifa tumeshaitoa. Watu wanataka kujua muendelezo wake sasa hivi ukoje. Mzize sasa hivi yupo chini sasa yupo kwenye hiyo rehab process, na yupo chini ya Dr. Yusuf kwa maana ya physio. Ameanza mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi sio ya fitness. Mazoezi mepesi kutokana na jeraha lake, kujaribu kukunjua ule mguu, goti, tuone limekuwa sawa kiasi gani. Kwa hiyo yupo katika kipindi hiko, bado hajafika kwenye kipindi cha fitness. Unaweza kumuona Mzize, umepata picha yuko gym, lakini usiamini kwamba gym kaenda kufanya mazoezi ya fitness. Yupo chini ya idara ya madaktari na Dr. Yusuf kwa maana ya physio wetu ndio anamsimamia kwa sasa hivi. Chances za kurudi Mzize ni lini? Kwa mujibu wa daktari, Mzize anaweza kurudi pia Januari mwishoni au early February. Januari mwishoni au mwanzoni mwa mwezi wa pili
Clement Mzize anaweza kurudi uwanjani. Mchezaji mwingine ambaye nimeona ameandikwa sana hapa siku mbili hizi ni Mudathir, ambaye amekosekana kwenye mechi mbili za mwisho za ligi ambazo Yanga wamecheza. Na mmeona taarifa Mudathir ameondolewa pia kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinasafiri kuelekea Egypt, maandalizi ya kuelekea Morocco kwa ajili ya AFCON. Mudathir amepata shida ya goti, na yeye bahati nzuri shida yake sio shida ya kufanyiwa operation. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, shida yake sio shida ya kufanyiwa operation. Nimeona mahala watu wameandika Mudathir anakwenda kufanyiwa operation. Sio kweli. Mudathir shida yake sio ya kwenda kufanyiwa operation. Ziko namna mbalimbali za kitabibu ambazo madaktari wanaendelea naye. Na Mudathir madaktari 100% wanaamini mwanzoni mwa mwezi wa kwanza panapo majaliwa Mwenyezi Mungu atakuwa amesharejea 100% kwenye utimamu wake. Kwa ni matibabu anaendelea nayo chini ya idara yetu ya madaktari, lakini sio operation. Kuna rehab process kidogo anaendelea nazo, tukiamini na wao wakiamini kiscience mwanzoni mwa mwezi Januari chuma kitakuwa kimerejea vizuri. Hatukumuona mchezaji Israel Patrick Mwenda kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Ni regular starter, anapokosekana kwenye timu lazima kuwe kuna maswali. Mwenda yeye alipata shida ya maradhi kawaida, alipata malaria, lakini hivi tunavyozungumza anaendelea vizuri alhamdulillah. Mchezaji mwingine ambaye alipata shida hiyo ni Edmund John, na yeye alipata tu homa kawaida pamoja na Azizi Andamwile. Hawa tatu walipata maradhi ya kawaida, na hivi tunavyozungumza na nyie hali zao zimeimarika vizuri, na tunaamini siku ya tarehe 15 inshallah watarejea kuanza mazoezi ya pamoja na wenzao kambini kwetu. Hiyo ni taarifa ya majeruhi ambao tuko nao sasa hivi kutoka idara ya madaktari, na tunaamini wanachama na mashabiki wa klabu yetu watakuwa wametosheka na wameshiba hii taarifa ya madaktari juu ya wachezaji ambao hawajaonekana kwa muda kidogo. Kwa mfano Dennis Nkane, Farid Musa Malik, hawa hawajaonekana kiwanjani kwa sababu za kiufundi, sio kwa sababu za majeraha, ni sababu za kiufundi. Shuaboy pia alikuwa hajaonekana muda mrefu, lakini juzi mlimuona Dodoma. Kwa hiyo kuna tactical reason ambazo mwalimu anaamua mechi hii niende na fulani, mechi hii niende na fulani. Kwa hiyo hawa wengine ambao sijawataja hapa na hamjawaona, hawa hawajaonekana kwenye michezo yetu kwa sababu za kiufundi, lakini sio majeraha. La mwisho kwa upande wangu ni mambo makubwa mawili. La kwanza ni programu yetu ya Yanga Soccer School inaendelea. Nitumie fursa hii kuwaomba na kuwakumbusha wazazi na walezi kuwaleta watoto wao kipindi hiki cha likizo hapa kuja kujiunga na Yanga Soccer School. Training zinaendelea, tunawakaribisha wazazi mje hata muone, kabla hata hujalipa hela yako njoo pale viwanja vya Muhimbili vile. Njoo pale angalau ushuhudie programu nzima ya watoto ilivyo na inavyofanyika. Jumatatu, Jumatano, Alhamis na Jumamosi. Jumatatu, Jumatano, Alhamis na Jumamosi. Jumatatu, Jumatano, Alhamis ni saa 10 mpaka saa 12 jioni. Jumamosi ni saa 3 mpaka saa 5 asubuhi. Kipindi hiki cha likizo mtengeneze mwanao aishi ndoto zake za kupenda mpira. Mtoe karibu na remote hapo nyumbani. Mtoe mwanao karibu hapo na magemu hapo. Mtoe karibu mwanao na vikundi ambavyo vitampotezea maadili yake. Mlete Yanga Soccer School. Na ninakuhakikishia wazazi ambao wameshajiunga sasa hivi wamekuwa mabalozi wazuri wa kuwaambia wazazi wengine namna ambavyo watoto wao wanaenjoy program za Yanga Soccer School. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wazazi na walezi, programu hii inaendelea. Njooni makao makuu
vijana hawa waweze kupata nafasi ya kujifunza mpira. Lingine ni kuhusu taarifa kutoka idara yetu ya wanachama. Sisi Yanga bwana kukaa mwezi mzima hivi, mwezi mzima hatuna jambo, hatuwezi. Kwanza miili itauma. Yaani mwezi mzima tukae tu, yani matawi yetu, wanachama wetu wamekaa tu, hapana. Miili itauma. Kwa hiyo taarifa kutoka idara ya wanachama chini ya kaka yangu Ibrahim Samuel, mwezi huu wa 12 idara ya wanachama ikishirikiana na idara ya habari tutakuwa tunatembelea matawi yetu ya hapa Dar es Salaam na mikoa jirani, lakini tunapowatembelea tutakuwa tunatengeneza mechi za kuchezwa tawi na tawi. Mshindi tutakuja na zawadi sisi. Kwa hiyo kwenye level ya matawi huko tutakutana hapa chini ya mratibu wetu Shabani Mgonjwa wa hapa Dar es Salaam na Pwani. It's not a game, it's a rich